Taarifa na maarifa, hiki ndio kipindi ambacho kiko hewani na kama kawaida tunapeana maarifa na taarifa. Na taarifa ya leo tuko kwenye uwanja wa comedy. Katika comedy kuna nini? Tumeona vitu vingi sana. Lakini pia katika hivyo vitu tulivyoviona tuna mambo mengi ambayo tunayasikia kwenye upande wa biashara. Katika comedy tuna mtu ambaye anafanya vizuri, ni anafanya upande wa kiziwi, lakini sio tu kiziwi, anafanya pande zote. Sasa hivi kaingia kwenye serious, anafanya tamthilia. Kwa tutapiga next story, lakini kikubwa zaidi tutakuwa na mada yetu nzuri kwa wafanya biashara kwenye comedy. So wewe ambaye unatusikiliza na wewe ambaye unatamani kupata maarifa ya biashara, comedy unawezaje kufanya? Inawezekana unafanya comedy lakini hujui unawezaje kufanya comedy na biashara. Tutapiga story naye hapa. So karibu mgeni wetu. Tunasema hapo kwenye lugha gonga na nasema karibu, na hichi kipindi ni taarifa na maarifa. Yaani sijakusikia mwaka juzi au mwaka jana. Jamani, huyo ndo kiziwi wa on time. Ndio, katika hichi kipindi tuna mambo mengi tunazungumzia. Katika hiyo mwaka jana maskini walipiga risasi wakamtupa bonde. Ndio, ila serikali ilifuatilia ikajua chanzo cha maiti ilikuwa nini. Kumbe kuna kesi ilikuwa inaendelea. Yule hajababikiwa mtoto, yule mtoto wa kwake sema hataki kuhudumia. Kumbe anaitwa nani hivi jina lake huyo alobabikiwa? Nini? Jina lake. Mandazi. Mandazi na vitumbua unamaanisha? Namaanisha mandazi na vitumbua. Vitumbua ndio vitamu kuliko mandazi, ndio maana sio kila mtu anajua kupika vitumbua. Okay, jamani, huyu ndo mwenyewe ambaye anafanya vizuri sana kwenye uwanja wa comedy na ni legend. Nikikwambia ni legend, tumeona watoto wengi wanafanya sana vizuri, lakini huyu ndo mkubwa wao. Nikimaanisha mkubwa wao anafanya vizuri na bado yupo kwenye kufanya vizuri. Uwezo kumsimamisha na mtu yoyote. Umeona hapa amenichemsha na mimi nimechemka kidogo, lakini na wewe najua umependa. Karibu sana katika Hot Biz, maarifa na taarifa. Asante sana, nashukuru. Okay, sawa. Kwanza tunapenda kujua yani jinsi ulivyo na mambo yako sasa hivi unayoyafanya, tukitoa upande wa biashara kwenye comedy tujikite. Imekuaje na unawasemaje mashabiki zako kwenye upande wa biashara zako, kwenye upande wa mambo yako sasa ya sanaa? Mimi cha kwanza kabisa kitu ambacho namshukuru Mungu, comedy yangu ni ya kipekee kabisa. Sija copy kutoka kwa mtu. Ni ya kwangu mimi mwenyewe. Kuna wakati huwa nakaa muda mrefu sana bila kufanya comedy. Lakini nikija nikitoa moja imeenda. Wewe na wachekesha miezi 6 yote. Wanacheka nayo. Sio tu miezi 6, ni miaka 3. Yaani wanacheka nayo. Kwa hiyo yani namshukuru sana Mungu na nawashukuru sana mashabiki zangu. Mimi nasemaga the best ni mashabiki, Mungu na mashabiki zangu. Yes, kwa hiyo nawashukuru sana mashabiki zangu, wanaendelea kunivumilia. Na pia hata ukichunguza kwa haraka, mimi nimefanya comedy ya kiziwi nimeanza 2017. This time ni 2026. Mwakani inakuwa ina 10 years. Ndio maana nimesema wewe ni legend. Yaani inamaanisha mimi huwa nawaletea watu ambao ni ma legend, wanafanya vizuri na bado wako kwenye piki. Kwamba sasa hivi una watoto. Naona una watoto wengi Insta, una watoto wengi TikTok ambao wanaiga na wanafanya. Japo wanafanya vizuri lakini naamini wakufikia. Tuendelee. Yes. Na yani issue ni kwamba like kama ningekuwa tangia 2016 mpaka 2017 mpaka sasa hivi 2026 nilikuwa naigiza tu vile kiziwi. Watu wanasema ndio hatukuoni, tumekuchoka. Elo angekuwa shachoka. Kabisa. Yaani kwamba wewe unaigizaga kitu kile ubadiliki. Ndio maana kwa mfano tukimwangalia Joti leo atakuwa babu, kesho atakuwa dada, kesho kitu atakuwa anko nani sijui yule, anakuwa mjomba nani sijui mkorofi. Lakini angekuwa anaigiza tu yeye ni babu kila siku, yeye ni babu watu wangemchoka. Watu wangemchoka. Character inamchosha. Inamfanya character anachoka. Lakini ukiigiza character tofauti hakukuchoshi. Ndio maana kuna time waga nasema ngoja nipumzike afu siku nikija nikiwa butulia. Wewe wanaenda nayo hiyo. Na nimeona sasa hivi TikTok kuna ile ambayo mume anakusumbua. Ile idea ilikuwaje? Maana tumeona watu wanafanya za mume lakini wewe imekuja kitofauti. Ilikuwaje hiyo idea? Ile idea ya mume ananisumbua sijaielewa. Kabila vile. Okay, kabila la Wangoni. Wangoni kweli wana. Wangoni. Jamani Wangoni samahani. Yaani ni anasema kweli jamani, comment hapo chini. Ukweli Wangoni hatuwezi kuongea tu ile kauli kali, lakini Wangoni ni washenzi. Au kina baba kaboda sio baba nani? Kadoda. Kina baba kadoda wauni sana. Yaani
mimi nina marafiki wa Kingoni. Nimesoma nao primary, na marafiki wa Kingoni ambao nimesoma nao secondary, na marafiki wa Kingoni kwenye jamii. Yes. Na kiukweli yani kuna wanaume wa kuamini, lakini Wangoni ni kweli ni serious au ni comedy tu? Kwenye swala la Wangoni watakufunga, wako serious jamani. Wangoni wako serious, nyinyi ni Wahandi. Kina Jumbi Bombi hao usiwaamini 100%. Kuna makabila ya kuamini, sio Wangoni. Wewe wanapiga tukio gani? Yaani kama hujamfuma, yaani hata kama Mngoni hujamfuma, wewe jua anakucheat, anakupiga matukio. Lakini kuna wanaume ambao wacheat. Wenyewe wanaume wenyewe kwenye kikao chao walisema hakuna mwanaume mwenye mwanamke mmoja. Wao wenyewe ndio. Wao wenyewe wameitikia. Lakini naikata, yani tukija kusema wanakuchiti, Wangoni wanaongoza, lakini naona kama wote. Unaona na jamani, Wangoni mnisamee, mimi hii ni taarifa kwa kuomba msamaha. Kuna watu wa kuomba msamaha ile. Jamani, nimekataza kuomba msamaha. Wangoni mtanisamee. Wangoni mimi ni watani zangu, yani na watania ninavyotaka. Kwa hiyo muda ambao Wangoni wanatuambia sisi Wafipa ni wachawi, wasikumbuke wao tabia yao. Inawezekana sisi tukapata mchungaji tukabadilika Wafipa, tukawa wacha Mungu. Lakini Wangoni ni wao. Ushawahi kupigwa tukio na mkaka wa Kingoni? Sikitika peke yako. Ukipigwa tukio na mkaka wa Kingoni unasikitika wewe, familia yako, baba yako, mama yako, mpaka watoto wako wanasikitika. Wamefikia huko. Unajua Wangoni vizuri. Wamefikia huko Wangoni. Kwanza hakuna mwanaume wa Kingoni ambaye ameoa afu akawa na mitala. Kabila ambalo linaongoza kwa mitala ni Wangoni. Alafu anaweza kaa na date na mtaa wa pili. Yaani ana mke wake, alafu uje kwenda Songea. Kuna maajabu. Jamani, mnanitisha wakina Ngonyani. Kina Ngonyani, kina Komba, sijui kina Kiloko, kina Makunda. Yaani wewe ukipata boyfriend muulize direct. Jina lako. Usimuulize dini. Huko kwenye dini achana nako. Muulize jina lako. Anakuambia mimi naitwa sijui Method Gerald. Mwambie jina la mwisho. Anakuambia Mapunda au Kiloko. Tukia Songea. Okay baby. Wewe hapo baada ya okay baby kimbia kabisa au tukimbie kabisa. Wanaovumilia wadada wanavumilia. Wapo wanaovumilia tu. Tunawaambia waendelee kuvumilia. Wanaovumilia wamevumilia mitala. Jamani, Wangoni mtatusamee. Leo ni siku yenu, tutawazungumzia sana kwa sababu tuulize nani aliowaroga. Wangoni hapana. Jamani, Wangoni mbadilike. Lakini pia tuje kwenye swala la mahusiano umeligusia. Na unadhani tu ni kabila moja au ni makabila mengi? Yaani ni kama vile tukisema mfano wa Fipa, watu wa Sumbawanga wanasemekana ni wachawi. Mimi ni Mfipa, sawa? Tunasemekana sisi ni wachawi, sawa? Lakini sio wote. Na sio kwamba hakuna makabila ambayo ni wachawi. Lakini tukiwachukua Wakinga, tukiwachukua Wafipa, ndio watu ambao inasemekana wanaongoza kwa nini? Kwa ushirikina na uchawi. Lakini sio kwamba ni nanili japo Mfipa kuna haya makabila ambayo kuna makabila wanachezeana. Yaani wanachezeana kwa mfumo wa vipi? Kwa mfano, mimi nimewahi kupanga nyumba moja na dada mmoja hivi ni Mnyakyusa, alikuwa na mdogo wake. Mdogo wake for this time ni marehemu. Kwa marehemu huko alipo. Lakini inavyosemekana kwenye familia, ni kwenye familia ndo walifanyana hivyo vitu. Hatuamini zaidi ushirikina, lakini lisemwalo lipo. Kwa sasa, yani kuna mjomba wangu mmoja alisema hivi alipopata hiyo taarifa kwamba shangazi mtu ndo akamtoa mtoto wa nanili wa kakake kafara. Mjomba wangu akasema hivi sisi Wafipa utuulie mtoto wetu tukuache. Yaani kuna makabila unaweza ukawachezea. Huwezi chezea Mfipa. Wala uwezi chezea Mkinga. Mimi sio Mkinga lakini naweza kumchezea Mkinga. Kwa hiyo wanaposema Wafipa ni wachawi au Wakinga ni wachawi, wametujaribu, wametushindwa. Yaani sisi huwezi kutuchezea hii. Yaani unatuchezea. Unaanza wewe. Tena ndo akija hao Wangoni wasiojielewa au wahuni. Haya, wanasema kwenye sanaa wanachukuliana nyota. Kwenye sanaa wanachezeana. Unaliamini hilo? Kwa upande wako unaweza ukasema kuna watu walijaribu, labda wasanii wenzio walijaribu na walipojaribu wakaona kabisa wakasema yes jamani, huku kwenye sanaa mambo hayo yapo. Imani ni kile ambacho umewahi kukifanya au kukishuhudia kwa macho. Yes. Na mimi naweza nikasema inaweza ikawa ipo na inaweza isiwepo. Mimi nimewahi kuambiwa, sina uhakika. Kuna mtu akalikufuata. Alinifuata akaniambia mtu fulani anakufanyia 1 2 3. Na huyo mtu akaniambia mimi nikiwa shahidi, lakini naomba nisamee kwamba nilikuwa shahidi lakini nilishiriki kwenye kufanya hicho kitu. Sawa. Nikamwambia sawa, akaniambia kwa hiyo akaniambia hangaika. Nenda tafuta waganga. Nikamwambia yani kama wewe, mimi babu yangu aliyokuniambia kitu kimoja, akaniambia ikitokea mtu amekufanyia kitu kibaya, ukijua tu
nilishapata timu. Okay. Amnaje. Nikamwambia tu umeshaniambia. Tayari. Na una uhakika kweli mlinifanyia hivyo na umekili umeniomba samani. Mimi umeshaniokoa. Okay. Kwa hiyo kwenye sanaa, yani sio kwenye sanaa, kwenye kazi Kwenye vitu vyovyote, kwenye jamii ambayo inawakusanya watu wengi, hata kama hatuvishuhudii, lakini vipo kila aina ya tabia. Okay, mimi niseme tuna vitu vingi vya kuzungumza naye na bado tutakuwa naye kwenye vitu vingine tena, lakini kikubwa zaidi tunataka tuendelee na kugusia kwenye ile mada yetu kubwa ambayo nilikwambia tutakuwa tuna maarifa na taarifa, lakini leo maarifa ambayo atatupa ni upande wa biashara. Tumeona comedy wengi wanafanya biashara, changamoto tujue, lakini pia biashara yako huwa unaifanyaje kupata watu. Tunaona unafanya vizuri kutoka kwa Instagram, YouTube, utupe hizo mbinu. Yawezekana kuna mtu anafanya comedy anakupa kufanya biashara. Sasa kwa wewe ni legend, sasa hivi wewe ni dada. Tukisema legend ni mtu ambaye yeye ni mama. Inawezekana miaka 10 lakini tunakuelekea 20 tuna wajukuu kabisa. Kwa tushauri, tuambie, tufundishe upande wa biashara tuende. Ipoje, ulianzaje biashara? Ilikuwaje? Changamoto umefikia wapi? Tuanze, ulianzaje biashara?